Warahmatullahi wabarakatuh. Hapa kuna swali nimeweka hapa, ndio hii ninasema aje, mwanaume wa Kiislamu anafaa kuoa mwanamke wa Kristo kwa dalili gani? Ndiyo, mwanaume wa Muislamu anaruhusa kumuoa mwanamke Mkristo, lakini kwa masharti maalum. Hii imekubaliwa na wanazuoni wengi wa Kiislamu kwa dalili za Quran, Sunna na ijma. Makubaliano ya wanazuoni. Dalili kutoka Quran. Quran 5:5 Suratul Maida anasema, na wanawake wacha Mungu miongoni mwa waumini na wanawake wacha Mungu miongoni mwa wale waliopewa kitabu kabla yenu, Mayahudi na Wanasara, ni halal kwenu. Swali tunauliza, Wakristo wa sahihi wako ni kitabu, ni watu wa kitabu. Kitabu gani walipewa? Ni Injili au ni Biblia? Swali hiyo ndio tunauliza. Hii inaonyesha wazi kuwa mwanamume Muislamu anaruhusa kumuoa mwanamke Muislamu, mwanamke Muislamu, mwanamke Mkristo au Mayahudi. Mwanamke huyo lazima awe msana, mcha Mungu, mwenye heshima, si mzinifu. Maelezo ya wanachuoni, tafsiri zao. Ibn Kathir anasema hii ina ruhusa ya ndoa baina ya wanaume Muislamu na mwanamke Mkristo au Mayahudi, mradi awe mcha Mungu na halali katika dini yao. Al-Qurtubi anabainisha ndoa hii ni halali, lakini inaweza kuwa makruh, haifai ikiwa kuna hofu ya madhara kwa dini ya mume au watoto. Masharti muhimu. Ndoa hii hairuhusiwi kiolela, bali kuwa masharti yafuatayo: mwanamke awe Mkristo wa ukweli, al-Kitabu, si mpagani au asiye na dini, awe mcha Mungu, si mzinifu. Haruhusiwi kumuoa mwanamke mshirikina, kulingana na Quran 2:21. Dini ya mume siwe hatarini. Watoto walelewe kwa Uislamu. Unasikia, hizo ni masharti imewekwa masharti 5. Sharti ya kwanza, lazima huyu mwanamke akuwe al-Kitabu wa ukweli ya Mkristo. Sharti ya pili, imesemekana akuwe si mzinifu. Sharti ya tatu, lazima akuwe mwanamke si mshirikina. Sharti ya 4, lazima dini ya mwanamume aheshimiwe. Sharti ya 5, watoto lazima wakuwe Waislamu. Wataamua wenyewe. Alafu wameleta hii, kila siku wanaletanga, wanasema sura 60:10 anasema, wala msiwarudishe kwa makafiri, haruhusiwi kwao kuoa wala hao kuruhusiwa kuoa. Inasema hao hawaruhusiwi kuoa makafiri, wala hao pia hawaruhusiwi kuoa nyinyi. Kwa nini mwanamke? Sasa hii inaongea juu ya mwanamke. Kwa nini mwanamke Muislamu haruhusiwi kuolewa na Mkristo? Qurani inasema, wala msiwarudishe kwa makafiri, hauruhusiwi kuoa wala hao kuruhusiwa kuoa. Wanazuoni wote wamekubaliana kuwa mwanamke Muislamu haruhusiwi kuolewa na asiyekuwa Muislamu kamili. Hii hakuna kubageni. Kauli ya wanazuoni wakubwa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Hanbal, halal, lakini si jambo linapopendekezwa. Omar bin Khattab radhiallahu anhu aliwakataza baadhi ya maswahaba kwa sababu ya madhara ya kijamii na dini. Unasikia? Omar Khattab alikatanga hiyo maneno kitambo. Halali kisheria ina masharti na
tahadhabu kubwa, bora zaidi mwanamume Muislamu aoe mwanamke Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke olewa kwa dini yake, chaguo mwenye dini utafaulu. Hadithi sahihi mutafaqun alayhi, Bukhari na Muslim. Okay, kukuleta so wacha niuletee sasa madhehebu inasemaje. Madhehebu ya Hanifa, hukumu yake halal jazia. Maelezo: inahusiwa kumuoa mwanamke Mkristo au Mayahudi, lakini ni makruh tahrim ikiwa mwanamke anaishi katika nchi isiyo ya Kiislamu. Okay, hiyo ni maoni yake. Kuna hofu ya watoto kuelelewa njia ya Uislamu. Dalili ya Qur'an ameweka hapo 55. Madhehebu ya Malik, hukumu yake halal lakini makruh. Maelezo: kisheria ni halal lakini haipendekezwi kabisa. Imam Malik aliona inaweza kuathiri dini ya mume. Watoto wanaweza kuelelewa katika Ukristo. Dalili ametoa 2, Quran 5:5 na Quran 2:21. Simple like that. Madhehebu ya Shafi, hukumu halal kwa masharti muhimu. Mwanamke awe Mkristo asili, alikitabu, mcha Mungu, si mzinifu. Ndoa iwe katika nchi ya Kiislamu au mazingira salama kwa dini. Dalili ndio hiyo. Madhehebu ya Ambal nasema halal makruh. Maelezo: halali kisheria, haipendekezwi ikiwa kuna madhara kwa dini ya familia. Mwanamke anadhihiri. Maelezo ya watoto. Dalili 55 ya Quran. Kauli ya Umar bin Khattab, yeye anakubali na kauli ya Khattab ikataliwa. Unasikia? Hanifa, so kwa shortcut, Hanifa anasema ni halal lakini makruh. Malik anasema ni halal lakini makruh sana. Shafi nakubali halal kwa masharti. Ambal nakubali lakini anasema makruh. So unaona, makruh ni kitu pendezi. Makruh ni kitu ipendezi. So all and all inafaa kisheria lakini kitu pendezi. Wa alaikum salam.